Na leo niko na mtu muhimu zaidi kwa wewe mwanafunzi, kwa wewe mzazi ambaye unatazama kwa sasa. Huyu ni mlezi wa wanafunzi, Dean of Student, Mr. Peter Mgara. Tuko naye hapa leo asubuhi na nafurahia kwa sababu tunalikamilisha juma, tuko tunaelekea mwisho wa mwezi wa 11 na tuko na wewe Dean of Student, Mr. Peter Mgara. Habari za asubuhi? Salama kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Mambo yanaendaje? Tunaenda vizuri kabisa. Yes. Nikupongeze kwa kuendelea kuyatekeleza majukumu yako. Asante, nashukuru. Karibu sana na yule ambaye anatazama kwa sasa angetamani kufahamu wewe ni Dean of Student, wewe ni mlezi wa wanafunzi, na nafahamu kwamba swala zima la kumlea mtoto ni kipengele. Najua nyumbani unaweza ukawa na baadhi ya watoto labda 3 4, unaona the way ambavyo malezi yalivyo magumu kuhakikisha kwamba wote wanakaa kwenye mstari mmoja. Wewe unawalea wanafunzi kwa sasa hivi chuo cha wasibu Arusha tunaelekea kuwa na wanafunzi zaidi ya 19,000 mpaka 20,000. Na wewe ndo baba, wewe ndo kila kitu kwa wanafunzi. Unawezaje kufanya jukumu hili kubwa la kulea kundi lote kubwa hili, tofauti na kwamba nyumbani pia una watoto wako ambao unawalea? Okay, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Peter Mgara, mimi ni mlezi wa wanafunzi, mkurugenzi wa huduma wa wanafunzi chuo cha wasibu Arusha. Actually swala la malezi ya wanafunzi nimekuwa nalo kwa takriban mwaka wa 10 sasa hivi hapa chuo cha wasibu Arusha. Na tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Na ni kwa sababu gani tumefanikiwa? Kwa sababu kitu cha kwanza kabisa ambacho tumefanya, unapokuwa na wanafunzi hawa wakati tunasoma kule chuoni psychology, tunaambia kwamba wanafunzi sio watu ambao hawajui kitu kabisa. Kwa hiyo hilo lazima tulitambue tunapokuwa tunahusika na malezi ya wanafunzi. Wanafunzi ni watu ambao tayari walishapata malezi na wana knowledge kubwa kabisa kuhusu ulimwengu unavyoenda wa kidijitali na nini. Kwa hiyo hilo lazima mtu yote ulitambue unapoamua kudeal na wanafunzi kwamba ni wanafunzi ambao already they have got knowledge, they are informed, you see. Kwa hiyo kwa sababu wana knowledge ya kutosha kabisa, unatakiwa unapodeal nao wewe uangalie kwamba ni nini ambacho anajua na ni nini ambacho hajui, ili pale sasa ambapo kile ambacho anajua basi usidili nacho, udili na kile ambacho hajui uweze kumuongezea. Lakini pia uangalie kwamba kile ambacho anajua ni kitu sahihi, unaona. Na kama sio sahihi basi hapo ndio hapo mnakaa sasa mnajaribu sasa kuelimishana kwamba inakuaje, kwa nini tufanye hivi, kwa nini tufanye hivi, kwa nini, unaona. Kwa hiyo kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo kitu cha kwanza lazima wafahamu wanafunzi kabisa kwamba ni watu ambao wako well informed katika kitu ambacho kinaendelea ulimwenguni. Sawa, ni miaka 10 sasa toka unafanya hii kazi, na kuna malezi na malezi bora. Na tunafahamu kwamba hata kama baba nyumbani au mama mara nyingi huwa wanahakikisha malezi bora yanapatikana kwa watoto wao. Wewe ni mlezi wa wanafunzi. Hatutaki malezi tu, tunatamani kuona malezi bora. Na mimi ni shahidi mmoja wapo. Kwa kweli kwa wanafunzi wa chuo cha wasibu Arusha, malezi yamekaa vizuri. Kwa namna moja au nyingine nikupongeze kwa hilo. Sasa unahakikisha vipi malezi haya yanakuwa bora? Ni njia zipi hasa unazitumia kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanakaa katika malezi bora kitabia na kitaaluma pia? Okay, kitu cha msingi kabisa ili uweze kumsaidia mtu ni lazima kwanza umpende jinsi alivyo. Tunajua kabisa kwamba kweli wanafunzi wetu wana changamoto wengine za kimalezi huko walikotokea, kwa sababu sasa hivi kuna changamoto kubwa sana hata kwenye familia, kwenye family level. Kuna matatizo mengi sana. Lakini ambacho tunafanya ni kuwapenda wanafunzi wetu vile vile walivyo. Ukimpenda mwanafunzi vile vile alivyo, kama ana tabia gani na nini, ukimchukulia vile vile alivyo, ndivyo ambavyo unaweza ukamsaidia. Na katika kuwasaidia umeniuliza kwamba tunawasaidiaje wanafunzi? Tuna miongozo, unaona, ambayo inatuongoza. Kitu cha kwanza tunatumia zile knowledge za kawaida ambazo Mungu ametupa, ametujalia vipawa mbalimbali vya kukaa na wanafunzi, lakini tuna miongozo ambayo hiyo ndio ambayo kila mwanafunzi ambaye anafika chuo cha wasibu Arusha lazima tumpitishe huko. Ndio maana unaona kwamba tunapopokea wanafunzi tunawaleta pachuoni, tunafanya orientation kuhakikisha kwamba wanafunzi wanajua don'ts and do's za chuo cha wasibu Arusha. Kwa hiyo ukiona kwamba tumefanikiwa sana hapa chuo cha wasibu Arusha ni kwa sababu tumejikita katika kuenforce zile taratibu zote ambazo tumeziweka. Tunatumia STK, naona. Lakini kila mwanafunzi lazima anapokuja apewe student bylaws, lazima apate copy za student welfare policy, student accommodation guide, wafahamu vitu hivyo. Kwa sababu mara nyingi sana binadamu unakuta anafanya makosa, unapomuuliza kwamba mimi sijui. Kwamba tunahakikisha kwamba kila mwanafunzi anapokuja anapatiwa ile miongozo ambayo tunaitumia
ili sasa kama yeye mwenyewe ataamua kukiuka taratibu basi atakuwa amekiuka mwenyewe, lakini sisi tunasimama kwa miongozo, lakini zaidi ya miongozo tunaenda zaidi kutumia ile roho ya uzazi kwamba mimi ni mzazi. Kuna miongozo ndio mtu amekosea nini. Kwa hiyo sisi hatuendi ndani moja kwa moja kwamba huyu amefanya hivi, bado tunaenda mbele zaidi kuangalia kwamba hata kule nyumbani watoto wangu wananikosea, unaona. Lakini unakuta kwamba kuna kosa nyingine ambayo inahitaji kabisa yani uchukue adhabu kubwa sana, lakini unakaa naye unajaribu kumuonya kwamba kwa nini, ujue kwamba kwa nini amefanya hivi. Wakati mwingine unaweza kugundua kwamba alifanya hivyo labda ni pressure tu. Sasa watu kama ukiamua kuwafanya tu kila mara unafanya basi utakuta unakosa wanafunzi wengi sana, lakini unakaa unaelewesha, jamani miongozo iko hapa, lakini akivunja sheria zile bado unarudi unaambia kwamba kwa nini umefanya hivi. Lakini pale ambapo inakuwa too much ndio unakuta tuna enforce zile bylaws. Sawa kabisa, limekaa vizuri, lakini kuna jambo lilikuwa natamani tulizungumze pia. Tunafahamu kwamba kwa masi ya watu kama hawa ambao wanapatikana ndani ya chuo cha wasibu Arusha, kuna baadhi ya yale makosa ambayo yanafanyika. Kuna zile changamoto ambazo wanafunzi wanapitia, hususan wanafunzi watoto wa kike. Kuna wale masuala ya unyanyasaji wa kijinsia na vitu kama hivyo. Chuo cha wasibu Arusha kupitia kitengo cha malezi kwa wanafunzi, Dean of Student, ofisini kwako, mnatumia njia gani kuhakikisha kwamba mnatatua matatizo haya, au kuna chombo gani hasa ambacho kipo ndani ya chuo cha wasibu Arusha kinachoshiriki katika kuhakikisha kwamba kinatatua masuala haya? Okay, asante sana ndugu mtangazaji. Hapa chuo cha wasibu Arusha ni shukuru kwamba bali na kuwa na vitengo vya ushauri wa wanafunzi, lakini tuna dawati la jinsia ambalo linadili na mambo yote ya GBV, unyanyasaji wa kijinsia. Ile dawati lilianzishwa kulingana na miongozo ya kiwizara kabisa na liko live kabisa, linafanya kazi. Kwa hiyo issue yoyote ile ambayo inakuja labda kwenye ofisi ya mshauri wa wanafunzi, tunaanza kuzisoti kwamba hii hapa makansela ambao kwenye ofisi yetu wanaweza wakadili nayo wakalifanyia kazi. Lakini unakuta kwamba kuna issue nyingine sasa ambao ni labda inahitaji ushauri wa kidawati zaidi, maana ile ina miongozo yake, basi pale tunamfanyia mwanafunzi referral, anaenda kule na anahudumiwa. Na ikilazimu kwamba hata katika dawati la jinsia labda katika level ya chuo hajafanikiwa kiasi kubwa, maana mambo mengine ni ya kisheria kabisa, lazima tufanye referral kwenda labda kwenye wilaya, level ya wilaya, labda katika dawati la jinsia la wilaya. Kwa kumbe mambo yako vizuri, kila kitu kinaweza kikatatulika ndani ya chuo without kutoka nje. Sawa. Dini, tunafahamu kwamba kuanzia Novemba 17 siku ya Jumatatu ya wiki hii, wanafunzi wapya kwa mwaka wa masomo 2025-26 walianza kupokelewa kwa ajili ya kufanya usajili wao. Kwa kitengo chako, upande wako au ofisi yako ya mlezi wa wanafunzi, mmejiandaa vipi kuhakikisha kwamba mnawapokea wanafunzi hao na kuhakikisha kwamba kwa kile ambacho mnatakuwa mkifanya kama kama ofisi ya dini, hususan katika masuala zima ya malazi, ulinzi na usalama kwa wanafunzi na vitu vingine kama hivyo, mmejipangaje na mpaka sasa hivi mmefikia wapi? Okay, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Sisi kama kurugenzi ya huduma ya wanafunzi hapa chuo cha wasibu Arusha, moja hapo wa mambo ambayo tumefanya kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanafika na wanapokelewa vizuri. Kitu cha kwanza tulipanga kabisa kwamba wanafunzi wachukuliwe, wapokelewe kuanzia stendi za mikoa kule Arusha mjini. Stendi ya mabasi Arusha. Stendi ya mabasi kule. Wanafunzi, serikali ya wanafunzi pamoja na student welfare officers wanashirikiana. Nafikiri unaweza kuona costa ambao zinapishana hapa, zinaingia, zinatoka stendi ya mabasi ya mkoa kule kuchukua wanafunzi wetu, kuhakikisha kwamba wanaletwa hapa wasipate any kind of challenges kabla hata hawajafika chuo. Lakini pia wanapofika hapa chuoni tumejipanga, tuna team. Tuna malazi ya kutosha hapa chuo cha wasibu Arusha. Lakini mwaka huu tena management ya chuo cha wasibu Arusha kupitia mkuu wake Profesa Sedoeka imeitahidi kuongeza mabweni zaidi ya watu 2000. Kupita barabarani kule unaona vile mabweni. Kuna mabweni pale ambayo yanaonekana kila mtu akipita pale anauliza jamani vipi hapa? Kaambia hii next level hii hapa wanapangishiwa watu kutoka nje ya nchi au? Hapana, ni wanafunzi wa chuo cha wasibu Arusha. Hii ni next level bwana. Unaona? Kwa hiyo wanafunzi wako pale wanapokelewa, wanaletwa pale, wanakaa ndani. Lakini pia bado sisi tumejipanga vizuri, tuna mahusiano mazuri na jirani zetu. Hapa jirani zetu miaka yote ambayo nimekuwepo hapa, hostels za ndani zinatumika wanafunzi, lakini pia hostels za nje zinatumika ambazo ziko jirani sana na chuo cha wasibu Arusha. Lakini pia ndugu mtangazaji, nikwambia tu kwamba
kwa ajili umezungumza kuhusu swala la ulinzi wanafunzi. Tumechukua hatua stahiki kabisa kushirikisha vyombo vya ulinzi na usalama. Tumewasiliana na ofisi ya OCD ambaye ametupa ushirikiano mkubwa kabisa kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanapokuwa chuoni wanapata ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo tumepewa gari ya askari ambayo inapita hapa inazunguka maeneo ya chuo cha Wasibu Arusha kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanalindwa wasipate madhila eneo yote ile. Kwa hiyo hilo tunalifanya hivyo, lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha jamii ambayo ina utulivu kabisa, tumeomba pia ofisi ya OCD watupatie watakuja kufanya seminar na wanafunzi hapa wakati wa orientation kuhusu awareness kwamba wanafunzi waje watulie chuoni wasome kwa sababu kinachowaleta hapa ni kusoma. Kwa hiyo katika orientation pia tuna session itafanyika pamoja na watu wa wilaya wa gender desk watakuja hapa kushirikiana na sisi kuhakikisha kwamba wanawapa wanafunzi awareness ya namna ya kuishi ili wasije wakasumbuliwa na kitu kingine chochote kile, waweze kupata kile ambacho kimewaleta hapa chuoni. Nimekushuhudia kwenye baadhi ya makongamano yale ambayo mnakutana na wanafunzi pamoja na zile training tofauti ambazo mmekuwa mkiziandaa. Nimekuona the way ambavyo unazungumza, wewe ni mkali. Na baba lazima awe mkali. Huo ndio uhalisia. Na kwa wazazi ambao wanakutazama kwa sasa, wanafunzi ambao wanaripoti ndani ya chuo cha Wasibu Arusha, ningetamani kufahamu waambie kwamba kitengo cha Dean of Student, yani mlezi wa wanafunzi ofisini kwako, miaka 10 ambayo umekaa ndani ya chuo cha Wasibu Arusha, umefanikiwa kwa kiasi gani? Kwa wale ambao umetekeleza kwa njia. Nashukuru, niseme tu hivyo kwanza. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kukaa katika sekta nyeti hivi ya kudili na mambo ya wanafunzi adolescent ambao wanatoka kwenye background tofauti ukae nao muda wa miaka 10 alafu hakuna kelele yoyote ile ambayo imetokea kwenye chuo. Kwangu mimi naona kwamba hiyo ni achievement kubwa sana. Lakini sio kwamba mimi ni mzuri sana, lakini kwa neema tu na rehema za Mungu tu amependa tu kwamba iwe hivyo. Lakini pia na mimi najitahidi kwamba kile ambacho ninakifahamu, kama baba umesema kwamba mimi ni mkali. Kweli mimi ni mkali, sipendi yani wanafunzi hata watoto wangu nyumbani nawapenda, lakini sio kwamba niwape tu malezi ya freedom ambao mtu anafanya kile kitu ambacho anataka. Mimi nakumbuka kwamba kipindi hata wakati tukiwa na secondary huko nilishakuwa headmaster mimi, ambacho nilikuwa nawaambia kwamba hata wazazi wanapenda kupeleka watoto wao kwenye shule ambao watu wako strict. Kabisa. Hawapendi kupeleka mahali ambapo watu wanafunzi wanatoroka tu wameruka kitu alafu wanawachekea. Wazazi wengi wanapenda kupeleka watoto wao mahali ambapo wanajua kabisa kwamba malezi ambayo yamelelewa kule nyumbani wako strict ndio ambayo kila wataenda kupata kule shuleni. Kwa hata hapa chuoni mimi nawapenda sana watoto na marafiki zangu, lakini tunapokuja kwenye mambo ya uhalisia lazima tunyooshane tukae vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi hiyo natumia principle hiyo. Sawa, Dean, tutamatishe kile ambacho tumekianza. Kuna mzazi anakutazama, kuna mwanafunzi wanatamani kukusikia. Umejiandaaje kuhakikisha kwamba unaendelea kutoa yale maadili ambayo ulikuwa unayatoa miaka 10 yote ambayo umekuwa ndani ya chuo cha Wasibu Arusha? Lakini kwa yule mwanafunzi ambaye alikuwa na wasiwasi, labda akija chuoni kuna changamoto ambazo watazipitia, mjulishe, kwa sababu wewe ndo baba, wewe ndo mlezi, na wewe ndo utahakikisha kwamba usalama wake unakuepo na aweze kupata elimu ambacho ndo kitu kimemleta ndani ya chuo cha Wasibu. Nashukuru sana mheshimiwa. Kama ambavyo tumeeleza kwamba nimekwisha kueleza mwanzoni kwamba sisi tumejipanga na tumeanza kuwapokea wanafunzi na tumeshirikisha vyombo vya ulinzi na usalama. Ni kweli kabisa hatutaki wanafunzi wetu waje hapa chuoni alafu waanze kukutana na mambo ambayo hayakuwaleta hapa chuoni. Kwa hiyo tumejihakikishia kabisa kwamba mwanafunzi yote ambaye anakuja mahali hapa anaishi katika mazingira ya utulivu, analindwa na anapata kile ambacho kimemleta. Labda mimi niseme tu kwamba kwa wanafunzi sasa manasikia ambao wanakuja hapa, mara nyingi wanafunzi wanapokuja chuoni wanajisahau, wanafikiri kwamba chuoni ni mahali pa kula bata. Nasema chuo bata. Chuo jamani, chuo sio bata, kwa sababu hapa ni kama mtu ambaye umetumwa na wazazi kwamba uende ukalime shambani. Zamani tulikuwa tunaenda shambani kulima. Unapoenda kulima huwezi kwenda kucheka na unaenda kucheka na ndege kule, unaona ndege ameruka fanyaje? Kulima ni kulima. Baadaye ukitoka hapo utaenda kula mavuno ya kile ambacho umelima. Kwa sababu wanafunzi, naomba anayesikia na mzazi yote ule anayesikia sasa hivi, jamani watoto, tuambieni kwamba chuoni sio mahali kwa sababu ya uhuru mkubwa, sio mahali pa kujiachia. Ukijiachia utashindwa kile ambacho kimekuleta. Na ili wito mwanafunzi wa chuo cha Wasibu Arusha ni lazima uhakikishe kwamba una maintain your academic status ikae vizuri. Hicho ndio kinakufanya hivyo mwanafunzi. Ukishindwa kama umefeli, si umepata labda semester ya kwanza umepata SAP 4, unaona. Semester ya pili unapata SAP 2. Ukipita zaidi ya nusu,
moja kwa moja wewe unaondoka. Kwa hiyo hata ile bata ambayo utegemea kwamba utakula hapa hutaila. Kuna kudisco. Utadisco actually. Kwa hiyo ambacho nasema kwamba wanafunzi wajue kabisa na wazazi ambao wanasikia watume watoto kabisa kwamba waje wasome, chuoni sio mahali pa kuzurura. Wasome, wapate GPA nzuri kwa sababu competition ni kubwa sasa hivi. Tofauti na zamani. Si usisome tu upate degree, ili mradi degree hapana. Upate degree ambayo ina GPA nzuri ili hata unapotuma application zako kuomba kazi uweze kuwa considered. Okay, kabisa. Kwa hiyo hilo mimi naomba sisitize kabisa kwamba wanafunzi wajue kabisa kwamba chuoni wanakuja kusoma na sio kuzurura. Na shule iko pale pale inawahusu. Dini, nikushukuru sana na naamini kwa yule ambaye amefanikiwa kuifuatilia morning launch au ambaye ataona mahojiano haya atapata madini ya kutosha. Na kwa wanafunzi pia mmemsikia mlezi wenu the way ambavyo amezungumza. Kikubwa ni kwamba ni kuhakikisha mnafanikisha yale yote ambayo ameyazungumza.